Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 13 Juni mwaka 2026. Leo ni siku ya mwisho ya mwezi wa Juni, siku ambayo inaweka historia na kumbukumbu maalum kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa linalosherehekea miaka 66 ya uhuru wake. Ni siku ya kutafakari safari ndefu ya nchi, changamoto zinazopitia na matumaini ya kesho iliyo bora. Katika kipindi hiki cha maadhimisho ya uhuru, taifa linaendelea kukumbwa na changamoto mbalimbali, hasa katika mashariki mwa nchi ambako juhudi za kurejesha amani bado zinaendelea. Hata hivyo, ni wakati wa kukumbusha umuhimu wa umoja, uzalendo na mshikamano ili kujenga Kongo yenye amani na maendeleo kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Basi kila siku tuendelee kujuza tu kwamba Kivu News Info tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba na kusema kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kulingana na nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Telosha Lulonga, basi nakuleka kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo hii ya asubuhi ya leo. Katika kipindi ambacho Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaadhimisha miaka 66 ya uhuru wake, mashirika ya kiraia kutoka Kivu Kusini endelea kueleza wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa mashariki mwa nchi. Licha juhudi mbalimbali zinazotangazwa na serikali ya Kinshasa pamoja na mchakato wa amani unaendelea, wananchi wengi bado wanaishi katika mazingira ya hofu na kutokuwa na uhakika. Kwa mujibu wa baadhi ya viongozi wa asasi za kiraia, zaidi ya mwezi mmoja sasa, maeneo ya Minembwe katika wilaya Fizi endelea kushuhudia mashambulizi ya milipuko ya mabomu katika vijiji na maeneo yenye raia wengi. Mashambulizi yanadaiwa kuwasili pia nafasi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika nyanda za juu za Minembwe. Wananchi wanaendelea kuishi katika hali ngumu, huku wakisubiri hatua madhubuti za kurejesha usalama. Kwa upande mwingine, karibu mwaka mmoja baada ya kutiwa saini ya makubaliano ya Washington kati ya Kinshasa na Kigali, baadhi ya wadau wa kiraia wanaona kuwa matokeo yake bado hayajaonekana wazi katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Wanasema kwamba matarajio ya wananchi kuhusu kurejea kwa amani bado haijatimia. Kadhalika, zaidi ya miezi 17 baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha azimio nambari 22773 ala usalama katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi inaendelea kuwa tete. Wadau wanaamini kuwa maamuzi ya maazimio ya kimataifa yanapaswa kuonekana kwa vitendo zaidi kwenye uwanja wa mapambano. Katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa Washington 3, wananchi pia wanaendelea kukabiliana na changamoto za kiuchumi. Benki nyingi bado hazijafunguliwa kwa zaidi ya mwaka mmoja, yanayosababisha ugumu wa kupata huduma za kifedha, kufanya biashara na kuendesha shughuli za kila siku. Hali inaendelea kuathiri maisha ya maelfu ya familia. Kwa zaidi ya miaka kadhaa sasa, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushuhudia migogoro mara kwa mara. Ingawa serikali imekuwa ikitangaza juhudi mbalimbali za kisiasa, diplomasia na kijeshi, baadhi ya wananchi wanaona kuwa bado hakuna suluhisho la kudumu linalopatikana. Mazungumzo ya Doha kati ya serikali ya Kongo na Washington 3 bado hajatoa matokeo yaliyotarajiwa. Watu wengi katika maeneo yaliyoathiriwa na vita wanaendelea kusubiri hatua za kweli zitakazowezesha kurejea kwa amani na usalama. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanaeleza kuwa miaka mingi jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitoa maazimio, matamko ya kulani na vikwazo mbalimbali, lakini wananchi wa mashariki mwa Kongo bado wanasubiri kuona mabadiliko moja kwa moja katika maisha yao ya kila siku. Kutokana na hiyo, baadhi ya wananchi wanaanza kupoteza matumaini kutokana na ahadi nyingi ambazo hajaleta suluhisho la kudumu. Hata hivyo, sauti nyingi zinaendelea kuomba mazungumzo ya kweli, juhudi za pamoja na hatua za haraka ili kurejesha amani katika Kivu Kaskazini, Kusini na maeneo mengine yaliyoathiriwa na vita. Ni katika kipindi hiki cha maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako wananchi wengi wanaendelea kutamani kuona amani ya kudumu, usalama na maendeleo vikirejea katika mashariki mwa nchi. Waziri wa mambo ya nje ya Rwanda Olivier Nduhungirehe amesema kuwa majeshi ya Rwanda hayataondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa, akieleza kuwa hatua inategemea kuanza kumalizwa kwa kundi la FDLR linalofanya shughuli zake katika eneo la mashariki mwa Kongo. Akizungumza katika mahojiano ya kituo cha television cha France 24, waziri alijibu matamshi yaliyotolewa hivi karibuni na waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio, ambaye alikuwa ameonyesha matumaini ya kuona majeshi ya Rwanda yakiondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifikapo katikati ya mwezi Julai. Kwa mujibu wa waziri wa Rwanda, Marekani
haijatoa shinikizo wala muda maalumu wa Kigali kuondoa wanajeshi wake. Alisema kwa kauli ya Marco Rubio ilikuwa ni matumaini si tu amri wala masharti kwa serikali ya Rwanda. Kigali imeeleza kuwa tayari iliwasilisha ratiba maalum ya utekelezaji wa makubaliano ya usalama kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayojulikana kama CONOPS. Makubaliano hayo yanahusisha hatua za pande zote mbili katika kurejesha usalama katika ukanda wa mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa Rwanda, nchi hiyo inakubali kuondoa hatua zake za ulinzi, huku serikali ya Kinshasa ikitakiwa kuchukua hatua za kuziondoa kundi la FDLR ambalo Rwanda inaliona kuwa tishio kwa usalama wake. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje ya Rwanda amesema kuwa hadi sasa hakuna hatua yoyote ya maana iliyochukuliwa na serikali ya Kongo dhidi ya kundi hilo. Amesema kwa sababu hiyo msemaji wa majeshi wa Rwanda ataendelea kuwepo mashariki mwa Kongo hadi pale swala la FDLR itakapopatiwa suluhisho. Katika mjadala wao, waziri pia alieleza kuwa kauli za hivi karibuni za waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio, ambaye alieleza kuwa serikali ya Kongo bado haijatekeleza wajibu wake wa kukabiliana na FDLR. Wakati huo, Marekani inaendelea kuchukua hatua za vikwazo dhidi ya baadhi ya viongozi wa kijeshi wa Rwanda pamoja na taasisi zinazohusishwa na biashara za dhahabu. Serikali ya Marekani imekuwa ikishutumu Rwanda kwa waasi wa M23 kwa kuhusika katika usafirishaji wa madini kutoka mashariki mwa Kongo. Lakini Kigali imekosoa hatua hizo ikisema kwa Marekani inaonekana kuyazibu Rwanda pekee, ukipuuzia wajibu wa serikali ya Kongo katika utekelezaji wa makubaliano yaliyopo. Waziri amesema kwa ikiwa hakuna makubaliano kati ya pande hizi mbili, basi lawama zipaswe kutekelezwa kwa upande mmoja tu. Kwa mujibu wake, hali hiyo inaonyesha kutokuwepo kwa usawa katika namna mgogoro unavyoshughulikiwa. Zaidi ya hayo, Rwanda inaonyesha kutokuridhishwa na nafasi ya Marekani kama mpatanishi katika mzozo wa mashariki mwa Kongo. Waziri amesema kwa Kigali inaona kuwa Marekani imeanza kupoteza msimamo wa kutokuwa upande wowote. Kauli hizo zinaonyesha kuwa bado kuna mtofauti kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu sababu za kuendelea kwa mgogoro huo. Wakati Rwanda ikiendelea kusitiza suala la FDLR, serikali ya Kongo kwa upande wake imekuwa kutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 wanaodhibiti baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Kutokana na hiyo, mchakato wa amani unaendelea kukumbwa na changamoto, huku kila upande ukilaumu mwenzake kwa kuchelewesha utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa. Wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kutarajia suluhisho la kudumu litakalorejesha amani, usalama na maisha ya kawaida katika maeneo yaliyoathiriwa na vita kwa miaka mingi. Mamia ya wanafunzi walikuwa wanatarajiwa kufanya mtihani wa serikali wa mwaka 2016 katika mkoa wa elimu ya Kivu Kaskazini au kufanikiwa kushiriki mtihani huo kutokana na changamoto mbalimbali, hasa hali ya usalama inaendelea kuathiri maeneo kadhaa ya jimbo hilo. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa siku ya jana Jumatatu tarehe 29 Juni na ukaguzi mkuu wa elimu wa jimbo la Kivu Kaskazini ya pili mjini Butembo, jumla ya wanafunzi 605 kujitokeza kufanya mtihani wa serikali katika mkoa huo wa elimu. Katika jimbo la elimu la Kivu Kaskazini ya pili, jumla ya wanafunzi 127,909 wanatarajiwa kufanya mtihani katika vituo mbalimbali vya mtihani. Hata hivyo, wanafunzi 605 kufika katika vituo vyao vya kufanyia mtihani hali inawasilia 2.1% ya walioandikishwa. Licha hiyo, mamlaka za elimu zinasema kuwa jumla mitihani iliendeshwa vizuri bila matatizo makubwa. Hata hivyo, tukio la kusitisha liliripotiwa baada ya wanafunzi mmoja wa shule ya Complexe Scolaire Les Apotres kufariki dunia wakati wa kipindi cha mitihani. Kwa mujibu wa viongozi wa sekta ya elimu, sababu kuu ya kutokuwepo kwa wanafunzi hao ni ile usalama endelea katika baadhi ya maeneo, hasa njia panda ya Wicha ambako shughuli za makundi yenye silaha zinaendelea kusababisha hofu miongoni mwa wananchi. Katika eneo la Jampianda loko katika wilaya Lubero, hali ya usalama imeathiri kwa kiasi kikubwa masomo katika mwaka mzima wa shule. Shughuli za makundi yenye silaha zimesababisha wanafunzi wengi kushindwa kuhudhuria masomo kwa kawaida, jambo ambalo limeathiri maandalizi yao kuelekea mtihani ya taifa. Walimu na viongozi wa elimu katika maeneo hayo wameeleza kuwa baadhi ya shule imelazimika kusimamisha masomo kwa muda kutokana na hali ya usalama, huku wengine walazimika kuhama maeneo yao kwa ajili ya kutafuta usalama. Kwa upande mwingine, jimbo la elimu la Kivu Kaskazini ya tatu nalo limekumbwa na hali mbaya zaidi. Takwimu zilizotolewa na ukaguzi mkuu wa elimu zinaonyesha kuwa maelfu ya wanafunzi hawakuweza kushiriki mtihani wa serikali kutokana na vita na mapigano yanaendelea katika maeneo kadhaa. Katika jimbo hilo, wanafunzi 8,277 walikuwa wameandikishwa kufanya mtihani wa serikali wa mwaka 2026. Hata hivyo, wanafunzi 13,276 pekee walifanikiwa kushiriki mitihani hiyo iliyoanza tarehe 22 Juni. Alina maana kwa wanafunzi 4,999 wakuweza kufika katika vituo vya mitihani, sawasawa na zaidi ya robo ya moja wanafunzi wote walikuwa
katika maeneo mengi ya Kivu Kaskazini ya tatu. Mapigano kati ya M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaloungwa mkono na makundi ya wazalendo endelea kuathiri maisha ya wananchi katika maeneo mengi ya jimbo hilo. Mamlaka za elimu zinaeleza kuwa sababu kuu ya kutokuwepo kwa wanafunzi hao ni hali ya vita na ukosefu wa usalama katika maeneo mengi ya Kivu Kaskazini ya tatu. Mapigano kati ya M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaloungwa mkono na makundi ya wazalendo endelea kuathiri maisha ya wananchi katika maeneo mengi ya jimbo hilo. Wilaya za Masisi na Walikale ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na mapigano hayo. Maelfu ya familia zimelazimika kukimbia makazi yao, huku shule nyingi zikifungwa kwa muda na kushindwa kuendelea na shughuli za kawaida. Kutokana na hali, wanafunzi wengi walishindwa kuendelea na masomo yao kwa utulivu, jambo liloathiri uwezo wao kushiriki mitihani ya mwisho wa masomo ya sekondari. Licha ya changamoto hizo, mamlaka za elimu zimeamua kuendelea na upatikanaji wa mitihani katika maeneo yaliyokuwa salama ili kuwapa wanafunzi nafasi waliokuweza kufika kuendelea na masomo. Katika baadhi ya vituo vya mitihani, vyombo vya usalama na viongozi wa utawala waliweka karibu na vituo hivi ili kuhakikisha kuwa mitihani inafanyika katika mazingira ya utulivu. Wadau wa elimu wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka za serikali na wadau wa usalama kuongeza juhudi za kurejesha amani katika maeneo yaliyoathiriwa na ili watoto waweze kupata haki yao ya elimu bila vikwazo. Kwa kiwango cha taifa, mitihani ya serikali ya mwaka 2016 ilianza tarehe 22 Juni katika maeneo yote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vituo vilivyopo nje ya nchi. Mapigano makali yanaendelea kuripotiwa katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na makundi ya wazalendo umeendelea na operesheni zake dhidi ya waasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, vikosi vya FARDC na wazalendo vimefanikiwa kusogea karibu na maeneo ya kimkakati ya Ngungu pamoja na mji wa madini wa Rubaya baada ya mapigano makali yaliyoanza tangu siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni hadi asubuhi ya jana Jumatatu tarehe 29 Juni. Hali usalama katika baadhi ya maeneo ilikuwa bado ya wasiwasi. Milio ya silaha nzito na nyepesi iliendelea kusikika katika eneo la Kabingu iliyopo kwenye barabara kuelekea Ngungu katika eneo la Bahunde. Wakazi wa maeneo wanaeleza kuwa mlipuko wa mabomu na silaha nzito ulianza kusikika tangu alfajiri. Anaonyesha kuwa mapigano bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo au kwamba pande zote zinazopigana bado zinagombea udhibiti wa maeneo hayo. Kwa mujibu wa mashahidi mbalimbali, mapigano yalianza mapema asubuhi ya siku ya Ijumaa baada ya wapiganaji wa wazalendo kwa kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzisha mashambulizi katika maeneo kadhaa ya wilaya ya Masisi. Mashambulizi hayo pia yaliripotiwa katika baadhi ya maeneo ya wilaya jirani ya Kale mkoani Kivu Kusini, jambo linaonyesha kupanuka kwa mapigano katika sehemu mbalimbali za mashariki mwa nchi. Baada ya siku mbili za mapigano makali, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo umefanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa yaliyochukuliwa kuwa kimkakati. Miongoni mwa maeneo hayo ni kijiji cha Kasake kilichopo karibu na Ngungu na Rubaya. Pia kuna vilima vya Runingi na Kanyurebere viliopo katika kundi la Kibabi. Maeneo yana umuhimu mkubwa wa kijeshi kwa sababu yanaweza kuharakisha harakati za vikosi kuelekea katika maeneo makubwa ya Ngungu na Rubaya. Hata hivyo, hali ya mapigano bado inaendelea kubadilika mara kwa mara. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwa bado kuna mashambulizi hapa na pale, milio ya risasi na harakati za vikosi kutoka pande zote mbili. Bana Ngungu na Rubaya, maeneo mengine pia endelea kuwa katika hali ya tahadhari. Miongoni mwa maeneo yao ni Kasenyi, Luke pamoja na vijiji vya jirani katika sekta ya Oso Bayungu. Wananchi wanaoishi katika maeneo yao wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na uwepo wa wapiganaji na kuendelea kwa mapigano. Wakati wa mapigano mengine yanaendelea kuripotiwa katika eneo la Minjenje katika wilaya ya Walikale pamoja na eneo la Bibwe katika Bashali Mokoto ndani ya wilaya ya Masisi. Kuongezeka kwa maeneo yanayoshuhudia mapigano kunazua wasiwasi mkubwa wa kwamba vita vinaweza kuenea zaidi katika maeneo mengi ya Kivu Kaskazini. Kwa upande wa wale wa kibinadamu, mapigano mapya yamesababisha wananchi wengi kukimbia makazi yao. Familia nyingi zimelazimika kuondoka vijijini na kutafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Baadhi ya wananchi wamekimbilia katika vituo vya muda vya wakimbizi, huku wengine wakimbia kwa ndugu na marafiki katika maeneo yasiyo na mapigano. Mashirika ya binadamu yanaendelea kueleza wasiwasi wake kuhusu hali ya usalama wananchi wanaokimbia mapigano, hasa wanawake, watoto na wazee ambao wanakabiliwa na uhaba wa chakula, maji safi na huduma za afya. Mapigano yanatokea katika kipindi ambacho tarehe 17 Juni ilitimiza mwaka mmoja tangu kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda yanayojulikana kama makubaliano ya Washington. Makubaliano yalikuwa na lengo la kupunguza mvutano wa usalama na kusaidia kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mwaka mmoja baada ya makubaliano ya mapigano yanaendelea katika wilaya Masisi na Walikale wanaonyesha kuwa bado kuna changamoto kubwa katika juhudi za kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo. Ingawa muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
Kongo na wazalendo wanaripotiwa kupata mafanikio katika baadhi ya maeneo, hali usalama bado haijatiwa thabiti. Wananchi wa Masisi, Rubana, Ngungu na maeneo jirani wanaendelea kutarajia kurejea kwa amani ili waweze kuendelea na shughuli zao za kawaida bila hofu ya vita. Mjadala mpya umebuka katika jimbo la Kivu Kaskazini kufuatia uteuzi wa gavana wa kijeshi mwenye jukumu la kusimamia operesheni za kijeshi, hatua inayolenga kuongeza ufanisi katika mapambano dhidi ya ukosefu wa usalama unaendelea katika eneo hilo. Akizungumzia uteuzi huo, mbunge wa kitaifa Kali Sansu Kazivita ameukaribisha uamuzi huo, akisema kuwa ni hatua muhimu katika kuimarisha juhudi za kurejesha utulivu katika jimbo la Kivu Kaskazini ambalo limekumbwa na miongo ya migogoro ya silaha. Kwa mujibu wake, uwepo wa gavana wa kijeshi anasimamia moja kwa moja operesheni za usalama unaweza kusaidia kuratibu kwa karibu zaidi ya hatua za kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha yanayofanya kazi katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo. Hata hivyo, mbunge amesisitiza kuwa uteuzi pekee hauwezi kuwa suluhisho la mwisho kwa tatizo la usalama, bali unapaswa kuendana na uwajibikaji mpana wa viongozi wote katika mnyonyoro wa amri ya uongozi wa kijeshi na raia. Amesema kwamba mapambano dhidi ya ukosefu wa usalama si jukumu la mtu mmoja au taasisi moja, bali ni wajibu wa pamoja unahusisha ngazi zote za uongozi, kuanzia ngazi za juu na maamuzi hadi utekelezaji wa moja kwa moja mashinani. Kasivita ameongeza kuwa mafanikio ya operesheni za kijeshi yanategemea sana uratibu thabiti, mawasiliano ya karibu kati ya viongozi wa kijeshi na kiraia, pamoja na ushirikiano wa kijamii za wenyeji zinazokumbwa na athari za mapigano. Ameeleza pia changamoto za usalama katika Kivu Kaskazini imekuwa ya muda mrefu na tata, hivyo inahitaji mkakati mpana unajumuisha si tu hatua za kijeshi bali pia suluhisho la kisiasa na kijamii na kiuchumi. Katika mazingira sasa ambako mashambulizi ya mara kwa mara na uwepo wa makundi yenye silaha vinaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya jimbo hilo, kauli za viongozi wa kisiasa zinaendelea kuonyesha tofauti na mtazamo kuhusu njia bora ya kumaliza mgogoro huo. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa uteuzi wa gavana wa kijeshi unaweza kuimarisha kasi na maamuzi ya utaratibu wa operesheni, lakini pia inahatarisha kuwa mafanikio yake yanategemea uwepo wa rasilimali za kutosha na mshikamano wa taasisi. Wakazi wa Kivu Kaskazini kwa upande wao wanaendelea kutarajia matokeo ya haraka na hatua mbalimbali zitakazochukuliwa na serikali ili kurejesha amani katika maeneo yao. Wengi wanasema kuwa wamechoshwa na hali ya sitofahamu inaendelea, ambapo kila mara wanakumbwa na hofu na mashambulizi, uhamiaji wa lazima na kupoteza mali na maisha. Kwa samacho, wananchi na wadau wa usalama wanaelekezwa katika namna uteuzi mpya utakavyoweza kubadilisha hali ya usalama na kuleta mabadiliko ya kweli mashinani. A mission de soutien à notre frère sénateur Papi Machozi ici à Beni, mais aussi pour continuer à compatir avec notre population qui est endeuillée par les ADF. La question de la sécurité elle est transversale. Moi je suis de ceux qui refusent d'individualiser la question de la sécurité, même si aujourd'hui le gouverneur militaire pourrait avoir les opérations, mais il fait partie de l'armée. C'est à l'armée qu'on a remis les opérations. Ce n'est pas seulement le gouverneur qui va aller faire les opérations, c'est l'armée. C'est pourquoi je reste dans un cadre de problèmes structuraux. Nous savons qu'il y a des défis au niveau de la région. Nous savons qu'il y a encore des tueries. La meilleure façon pour endiguer la sécurité, c'est de s'y préparer. C'est de comprendre d'abord la problématique. La population a déjà compris que la présence des ADF, c'est un handicap pour le développement de notre région. La République a compris, c'est pourquoi il y a cette collaboration avec l'armée ougandaise. Nous souhaiterions que des efforts soient encore plus fournis au niveau de notre armée. J'en ai dit dans ma lettre ouverte adressée au chef de l'État, parce que les gens n'ont vu que l'aspect de la proposition de l'OCODIFES, soit de la police de proximité, mais j'avais souhaité que l'armée puisse adapter son système de défense à la guerre asymétrique, à réformer les troupes qui sont adaptées à la guerre des ADF, à être capable d'organiser des opérations spéciales pour nous rassurer qu'on a contenu les ADF dans les derniers retranchements et limiter leurs opérations sur l'ensemble du territoire national.
Serikali ya Ufaransa imeeleza tena wasiwasi wake kuhusu kuendelea kwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano ili kuwalinda raia wanaendelea kuasiriwa na mzozo huo. Kauli imetolewa wakati wa kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kinachojadili hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza mbele ya wajumbe wa Baraza la Usalama mjini New York, mwakilishi wa kudumu wa Ufaransa katika Umoja wa Mataifa Jerome Bonafont amesema kuwa kusitishwa kwa mapigano ni jambo la haraka na muhimu kwa ajili ya kulinda maisha ya wananchi. Kwa mujibu wa mwanadiplomasia wa Ufaransa, kuendelea mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 kunazidisha kuhatarisha usalama wa raia na kuongeza mateso kwa wananchi katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Ufaransa pia imeeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya drone, ndege zisizo na rubani maarufu kama drone katika maeneo ya vita. Mwakilishi alisema kuwa mashambulizi ya drone yanaendelea kuhatarisha maisha ya raia na hata wafanyakazi wa mashirika ya kibinadamu. Alikumbusha kuwa raia mmoja wa Ufaransa aliyekuwa akifanya kazi katika shirika la UNICEF alipoteza maisha huko Goma katika tukio lililohusishwa na mashambulizi ya drone. Kutokana na tukio, Ufaransa imetaka kuwepo kwa uwazi kuhusu kwa waliohusika na mashambulizi hayo ili ukweli uweze kujulikana. Mbali na hilo, Paris imeeleza wasiwasi wake kuhusu mashambulio yaliyoripotiwa kufanywa na waasi wa M23 dhidi ya uwanja wa ndege wa Kisangani. Kwa mujibu wa Ufaransa, uwanja huo wa ndege uko mbali na mamia wa kilomita kutoka maeneo makuu ya mapigano, jambo ambalo linaongeza hofu ya kupanuka kwa vita katika maeneo mengine ya nchi. Mwakilishi wa Ufaransa alisema kuwa kusitishwa kwa mapigano ni hatua muhimu ili kuwapa wananchi nafasi ya kuishi kwa usalama na kutoa matumaini kwa kurejea kwa amani. Ufaransa imekumbusha kwa makubaliano yaliyofikiwa katika makubaliano ya Montreal yanapaswa kuheshimiwa na pande zote zinazohusika katika mgogoro huo. Makubaliano hayo yanahusisha kuheshimu sheria za kimataifa na za binadamu, kuhakikisha msaada wa kibinadamu unawafikia wananchi pamoja na kulinda miundombinu ya kiraia. Mbele ya Baraza la Usalama wa Ufaransa pia imesitiza umuhimu wa kutekelezwa kwa azimio nambari 2773 la Umoja wa Mataifa ambalo lipitishwa kwa kauli moja. Azimio hilo linataka kusitishwa mara moja kwa mapigano, kuondoka kwa majeshi ya Rwanda kutoka ardhi ya Kongo, kusitishwa kwa msaada wote wa waasi wa M23, pia kuchukuliwa hatua dhidi ya kundi la FDLR. Kwa mujibu wa wakilishi wa Ufaransa, heshima ya uhuru wa mipaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo si jambo linaloweza kujadiliwa. Asisitiza kwa suluhisho la kisiasa na la kudumu lazima liheshimiwe na mamlaka za Kongo, na pia kuhimiza kusitishwa kwa hotuba za chuki pamoja na kuendeleza mazungumzo kati ya taifa la nchi. Wakati huo, waasi wa M23 wamekuwa wakidai kuhusika na mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Bangkok uliopo Kisangani. Kwa mujibu wa kundi hilo, shambulio hilo lililenga tu kituo cha kudhibiti drone za kijeshi na FARDC lilichokuwa ndani ya eneo hilo la uwanja. Waasi hao wanasema kuwa walifanya operesheni hiyo maalumu ya kuharibu drone ambazo kwa mujibu wao zilikuwa zinatarajiwa kwa ajili ya kushambulia maeneo wanayoyadhibiti. Waasi wa M23 wanaeleza kuwa toeo ilikuwa sehemu ya jukumu lao la kulinda raia na maeneo wanayoyadhibiti. Hata hivyo, mashambulizi yameendelea kuongeza wasiwasi kwa jumuiya ya kimataifa kuhusu kuendelea kwa vita na kuongezeka kwa madhara kwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matukio yanatokea wakati ambako tayari juhudi mbalimbali za diplomasia zinazolenga kurejesha amani mashariki mwa Kongo. Miongoni mwa juhudi hizo ni makubaliano ya Washington yanayoandaliwa kushirikiana na Marekani pamoja na mchakato wa Doha unaoongozwa na Qatar. Pamoja na makubaliano ya tathmini ya mazungumzo yaliyoendelea, hali ya usalama na kibinadamu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzorota. Maelfu ya wananchi wanaendelea kukimbia makazi yao huku mapigano yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini. Ufaransa sasa inatoa wito kwa pande zote zinazohusika kuweka mbele maslahi ya wananchi na kufanya kila juhudi ili kusitisha mapigano na kurejesha amani ya kudumu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya takriban mwezi mmoja wa kufungwa kutokana na hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola, mpaka wa Ruzizi moja na Ruzizi ya pili unaunganisha mji wa Bukavu na Rwanda imeanza kufunguliwa kwa sehemu tangu siku ya Ijumaa tarehe 16 Juni. Hata hivyo, kurejea kwa shughuli katika mpaka huo bado kunafanyika chini ya masharti makali ya kiafya na kutawala yaliyowekwa na mamlaka husika. Kwa mujibu wa hali ilionekana hadi Jumatatu tarehe 29 Juni, wasafiri wanaovuka mpaka hiyo wanapaswa kuzingatia taratibu mpya zinazolenga kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola, huku zikiruhusu kurejea kwa shughuli za kiuchumi. Kwa sasa watu wa kawaida wanaotoka kuvuka mpaka wa Rusi kufanya safari bila sababu maalumu. Mtu anataka kuingia au kutoka upande wa Rwanda na au Bukavu analazimika kuwasilisha haki ya benki inaonyesha kuwa na shughuli za kifedha inayomlazimu kusafiri. Kwa wale wasiokuwa na shughuli za kibenki, mamlaka zinasema kuwa ni wale wenye pesa za kusafiria pekee wanaweza kuvuka mpaka kwa safari upande mmoja. Baadhi ya wasafiri wanaeleza kuwa hatua hizo zinaongeza ugumu wa kusafiri, lakini pia wanaelewa umuhimu wa kulinda afya ya wananchi. Mmoja wa wasafiri alikuwa akitoka Rwanda alisema kwa sababu za safari
safari lazima ihusiana na shughuli za benki au mara nyingi zinazojulikana na mamlaka. Wafanyabiashara wadogo wanaofanya biashara kati ya Bukavu na Rwanda ndio walikuwa wameathirika zaidi na kufungwa kwa mpaka hiyo karibu mwezi mmoja. Kutokana na leo, mamlaka zimeamua kuwapa utaratibu maalum wafanyakazi hao ili waweze kuendelea na shughuli zao kwa kiwango fulani. Kila chama kikundi cha wafanyabiashara sasa kinaruhusiwa kutumia kati ya watu 2 hadi 6 kuvuka mpaka wa niaba ya wanachama wengine. Majina ya watu hao lazima yaidhinishwe na shirika la wafanyabiashara wa Kongo pamoja na mamlaka za jiji la Bukavu kabla ya kuruhusiwa kuvuka. Licha ya toa, wafanyabiashara wengi wanaendelea kueleza kutokuruhusishwa kwao kwa masharti yaliyowekwa. Baadhi wanasema kwa ingawa kumekuwa ruhusa ya kurejea kazini, biashara zao bado hazijurudi katika hali ya kawaida. Mwenyekiti wa wauzaji wa nyama mjini Bukavu alisema kuwa kiasi cha bidhaa wanachokiruhusiwa kusafirisha ni kidogo sana na inafaa faida wanazozipata hawezi tena kukizi gharama za maisha. Kwa mujibu wake, biashara nyingi zinazotegemea kuvuka mpaka zinaendelea kupata hasara kutokana na kupungua kwa wateja na changamoto na kiwango cha bidhaa zinazoingia sokoni. Wafanyabiashara kutoka Rwanda ambao walibaki upande wa Kongo tangu mipaka ilipofungwa pia wamepewa nyaraka maalum zinazoruhusu kuendelea na shughuli zao. Baadhi wanasema kuwa hazi hizo zinawasaidia kuendelea kufanya biashara kisheria, lakini bado wanatumaini kuwa masharti yaliyopo yatapunguzwa katika siku zijazo. Katika maeneo mpakani, hali ya kutoridhika bado inaonekana miongoni mwa wafanyakazi na wananchi wanaotegemea biashara za kuvuka mpaka. Wanaamini kuwa ingawa hatua za afya ni muhimu, pia kuna haja pia kuzingatia maisha ya maelfu ya familia zinazotegemea biashara hizo kwa ajili ya kujikimu. Baadhi ya wafanyabiashara wanasema kwamba mapato ya familia zao yamepungua kwa kiasi kikubwa tangu kufungwa kwa mpaka, hali ambayo imeathiri uwezo wao kulipa kodi, karo za shule na mahitaji mengine ya msingi. Hivyo mamlaka za afya zinaendelea kusisitiza hatua hizi ni muhimu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Vituo vya ukaguzi vya afya vinaendelea kuwekwa katika maeneo mpakani ambako wasafiri wanapimwa na kufuatiliwa kwa kabla ya kuruhusiwa kuingia au kutoka. Mamlaka za afya zinaendelea kuhamasisha wananchi kuheshimu kanuni za afya na kutoa taarifa mapema endapo watabaini dalili za ugonjwa. Kufunguliwa kwa sasa kwa mpaka Ruzizi na Ruzide kunaonyesha jitihada za mamlaka za kujaribu kuleta uwiano kati ya kulinda afya za wananchi na kuruhusu shughuli za kiuchumi kurejea taratibu. Kwa sasa matumaini ya wananchi ni kuona hali ya afya ikiendelea kuimarika ili mipaka hiyo iweze kufunguliwa kikamilifu na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida za kiuchumi katika pande hizo mbili. Na ni hivyo ndivyo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News FM kwa tarehe 13 Juni, siku ya mwisho ya mwezi wa Juni, siku muhimu katika historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru. Tuendelea kuwakumbusha wananchi wetu kuwa amani, umoja na uzalendo ni msingi wa mustakabali bora wa taifa letu, hasa katika kipindi ambacho sehemu mbalimbali za nchi bado zinakabiliwa na changamoto ya kiusalama na kibinadamu. Asanteni sana kwa kuwa nasi katika taarifa hii ya asubuhi. Endeleeni kufuatilia Kivu News FM kwa habari, uchambuzi na matukio ya kila siku kutoka ndani na nje ya nchi. Na kabla ya kuhitimisha matangazo yetu, niendelee kukumbusha tu kwamba kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka, ningeomba na kusiku siku moja kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Longa. Basi nikutakia asubuhi njema, mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku, na nikualika tukutane tena katika taarifa nyingine ijayo. Basi Mwenyezi Mungu awalinde, ailinde Kongo, alinde Kivu na wabariki nyote.